Wakati rais wa Marekani Donald Trump akipanga mipango ya kumaliza vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mataifa ya Ghuba yamemtaka rais huyo wa Marekani Donald Trump kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran hadi utawala wa Kiislamu utakapokoma kuwa tishio kwa eneo hilo, kulingana na ripoti ya Associated Press AP. Kwa mujibu wa maafisa wa Ghuba na Israel waliotajwa na AP, mataifa ya Ghuba yanaamini kuwa Iran bado haijadhoofika vya kutosha karibu mwezi mmoja baada ya kampeni ya kulipua mali za kijeshi za Iran kuanza. Maafisa hao wa Ghuba walikuwa wakisisitiza hasa kwamba hali ya sasa inatoa fursa muhimu ya kuondoa utawala wa Iran hata baada ya kusita wakati wa kuanza kwa vita, kutokana na notisi fupi ambayo walipokea kabla ya shambulizi la pamoja la Marekani na Israel. Ripoti hiyo pia imetaja kuwa maafisa kutoka Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na Bahrain wanaamini kuwa kuna haja ya kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran hadi pale Jamhuri ya Kiislamu itakapolemazwa vya kutosha kwa ajili ya mabadiliko ya utawala au hadi pale itakapokoma kuwa tishio la kieneo. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa ingawa kuna makubaliano kati ya mataifa ya Ghuba ya kuunga mkono operation ya Epic Fury, Saudi Arabia na Imarati hivi sasa zinaongoza juhudi za kuongeza mashinikizo ya kijeshi dhidi ya Tehran. Inadaiwa pia kwamba hata kabla ya vita hivi ni Saudi Arabia chini ya mwanamfalme Mohammed bin Salman iliyoipa mawazo Marekani kwamba wanapaswa kuishambulia Iran. Kwa upande mwingine, Oman na Qatar zinaendelea na msimamo wao wa kutegemea upande wowote wa kuunga mkono suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huo badala ya kuendelea na mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Saudi Arabia inaamini kwamba mapatano yoyote yaliyofikiwa na Iran hayatatosha kuzihakikishia usalama nchi za Kiarabu katika eneo hilo, huku makadirio mengi yakiaminiwa kuwa kabla ya mazungumzo yoyote kuna haja ya kuharibu kikamilifu mpango wa nyuklia wa Iran. Huku kukiwa na mzozo huo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel alisema kwamba suluhu la kweli na la muda mrefu kwa hali ya mlango bahari litakuwa kuelekeza upya mabomba ya kupitisha mafuta katika Ghuba kupitia Saudi Arabia ili kutoa ufikiaji wa moja kwa moja wa bahari ya Mediterania. Suluhu za muda mrefu ni pamoja na kuelekeza upya mabomba ya nishati kuelekea magharibi, kuvuka Saudi Arabia hadi Bahari Nyekundu na Mediterania kupitia eneo la kijiografia la Iran, Netanyahu alielezea katika mahojiano na chombo cha habari cha kihafidhina cha Marekani Newsmax. Netanyahu pia alisema katika mahojiano hayo na Newsmax kwamba vita na Iran vipo zaidi ya nusu yake, ingawa alikwepa kutoa tarehe sahihi ya mwisho wa vita hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.